BMP TV Professional Update. Waendelea jendo mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online mara tena. BMP TV Online tunakuja mbele zako kwa kukuletea update nono kabisa ambazo zinakufanya kufahamu dunia ya sasa hivi pamoja na BMP TV Online. Na mimi ni Mr. Orange, kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu zaidi kwa ndani zaidi taarifa hizi ambazo tunazidi kukuletea hii leo. Na huu ni muhtasari wa habari. Taarifa la wazalendo kuhusu hali ya usalama na mahusiano kati ya Kongo na serikali ya Uganda. Joseph Kabila kufanya mashauriano mjini Bukavu katika eneo la Kivu lililo chini ya udhibiti wa M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel. Ndugu mtazamaji, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu zaidi mambo ambayo yanazidi kuendelea humu ndani. Na hivyo usisahau kusubscribe, like pia na comment, utakomentisha zaidi kwa sababu kila wakati utakuwa pamoja nasi na utakuwa unapata updates za moto kabisa. Habari kamili. Kivu Kaskazini. Katika taarifa iliyotolewa na kundi linalojiita wazalendo kupitia njia zisizo rasmi lakini zilipokelewa kwa uzito mkubwa, kundi hilo limeonyesha msimamo wake mkali dhidi ya kile wanachokielezea kuwa ni kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi au mawakala wa kigeni, likitaja kwa jina serikali ya Uganda kama mmoja wa wahusika. Kwa mujibu wa kauli hiyo, wazalendo wamesisitiza kuwa wako katika hali ya utayari wa hali ya juu na wameamua kuchukua hatua zitakazolinda ardhi, heshima na uhuru wa taifa lao. Wanasema kuwa wanafuatilia kwa makini mienendo ya kijeshi na kisiasa ya baadhi ya viongozi wa kijeshi wa Uganda, na wanatoa tahadhari kali kuwa hatima ya viongozi hao huenda ikawa mbaya mno ndani ya siku chache zijazo endapo kwa mujibu wao uvamizi na uchokozi utaendelea, huku wakijitambulisha kama watetezi wa uhuru, mamlaka ya kitaifa na heshima ya ardhi ya Kongo. Kundi hilo linatoa wito kwa kusitishwa kwa kile wanachokiona kama vitendo vya uhasama kutoka kwa majeshi ya nchi jirani. Wanatoa onyo kuwa hawatakubali kuona ardhi ya taifa la Kongo likitumika kama uwanja wa vita vya maslahi ya mataifa ya kigeni. Katika muktadha huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi kuhusiana na madai haya, lakini wadau wa usalama wa kikanda na kimataifa wanatakia kufuatilia hali hii kwa makini, kwa kuwa inaweza kuwa chanzo cha kuzorota kwa amani katika eneo la Maziwa Makuu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasisitiza kuwa ni muhimu kwa pande zote, ikiwa ni pamoja na serikali ya Uganda na vikundi vyote vyenye silaha mashariki mwa Kongo, kuchukua hatua za busara, kujizuia na kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo ya kidiplomasia baada ya vitisho au matumizi ya nguvu. Mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ni maneno mojawapo ya kundi la wazalendo ambayo walijitahidi kuagiza moja kwa moja kwa kiongozi wa majeshi wa kutoka huko Uganda, ambao alitoa matamshi ya kusema kuwa wazalendo ni wana nguvu hasi, kwa hiyo popote ambao watakapokutana nao basi kama wajajisalimisha wataanza vurugu nao. Na hivyo wazalendo hawajakaa kimya, bali nao wametoa tamko kuwa hatuwezi tukakaa kinyonge, bali na sisi tutajibu mashambulizi kwa vyovyote vile ambavyo mnavyotaka. Kwa hiyo sasa hivi Maziwa Makuu, katika eneo la Maziwa Makuu imekuwa ni vita ambayo kanda kwa kanda zinakuja kila wakati. Bado msala huu haujaisha, lakini pia Uganda imeanza kuingia kati kwa undani zaidi, lakini kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa tamko lolote lile kwa kuhusu mzozo huu ambao unazidi kuendelea kati ya Uganda pamoja na wazalendo. Na hivyo tunaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya ya kisiasa na ya kiusalama, na tutawajuza zaidi kadri hali itakavyoendelea kubadilika. Huko ni Beni, tuende huko Kinshasa. Katika muktadha wa hali ya kisiasa na kiusalama inayoendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mpya zinaeleza kuwa rais wa zamani wa jamhuri hiyo Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange anapanga kuendeleza mashauriano ya kitaifa
na ya kijamii katika miji mbalimbali ya eneo la Kivu, ikiwemo mji wa Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Taarifa hizo ambazo zimethibitishwa na vyanzo vya karibu na muktadha wa kisiasa nchini zinasema kuwa mashauriano hayo yanafuata mwendelezo wa kile kilichoanzishwa hivi karibuni katika mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Lengo kuu la mashauriano hayo ni kusikiliza maoni ya wananchi, viongozi wa kijamii, vyombo vya dini na wadau wengine kuhusu njia za kurejesha amani, mshikamano wa kitaifa na utulivu wa kudumu mashariki mwa nchi. Hata hivyo, mpango huu unakuja katika wakati mgumu wa hatari sana kwa usalama wa kitaifa. Mji wa Bukavu kama hivyo kwa maeneo mengine ya Kivu unaripotiwa kuwa katika hali ya taharuki, huku maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini yakiwa chini ya udhibiti wa kikosi cha waasi cha Alliance Fleuve Congo pamoja na M23. Kwa wiki kadhaa sasa, hali hii imezua hofu, sintofahamu na mashaka makubwa kuhusu usalama wa raia, uwezekano wa kufanya shughuli za kisiasa na nafasi ya kufanikisha mashauri katika mazingira salama ya haki. Katika mazingira hayo, wadau wa kisiasa na wachambuzi wa masuala ya usalama wanatazama kwa makini hatua hii ya rais wa zamani Kabila, wakijiuliza iwapo mashauriano hayo yatafanikiwa na iwapo yatachangia kwa dhati juhudi za serikali na jumuiya ya kimataifa katika kurejesha amani katika ukanda huo wenye historia ndefu ya migogoro ya kivita. Serikali kuu mjini Kinshasa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hatua hii ya Kabila, lakini kuna matarajio kuwa itazingatiwa athari za kisiasa, kiusalama na kijamii za mashauriano hayo, hasa ikizingatiwa kuwa ukanda wa mashariki umeendelea kuwa kitovu cha mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya wahasi. Taarifa zinaendelea kuibuka kuhusu nia ya wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi kusaidia juhudi za upatanisho na mashauriano ya kitaifa, lakini bado changamoto za usalama, ukosefu wa imani miongoni mwa pande husika na hali ya kibinadamu inayozorota ni vikwazo vikubwa. Wakati huo wananchi wa Bukavu na maeneo jirani wanatoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wa kijeshi na wa kidini kushirikiana kwa dhati ili kupatikana njia ya maelewano na amani ya kudumu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa mambo ambayo yanazidi kuendelea na uamuzi wa mstaafu huyo Joseph Kabila Kabange kwa nia ya kutaka kuleta upatanisho mkubwa na kutaka kupokea maoni ya wananchi kwa nia ya kutaka kutoa suluhu kubwa katika majanga ambayo yanazidi kukumba kaskazini pamoja na kusini ya huko Kivu, lakini hatujui nia yake kubwa ni nini, na serikali mpaka sasa hivi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia haijatoa tamko lolote, bado iko kimya, bado wanampa macho na kuzidi kumwangalia tu kwa kile ambacho anataka kukifanyia kazi. Lakini nafikiri kuwa kwa wananchi wengi wako ni kwa nia ya kutaka kuona amani hii imekuja tu, si kwa sababu kuwa waangalie huyu ni nani ama huyu ni nani. Tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu matukio haya na tutawaletea taarifa zaidi kadri hali inavyoendelea kujibainisha. Huko ilikuwa ni suala hilo la Joseph Kabila kutaka kufanya vikao pamoja na jamii ya huko Kivu Kaskazini pamoja na Kusini. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa inafuatilia kwa karibu na kwa wasiwasi mkubwa hali ya taharuki na kuongezeka kwa uhasama kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na taifa la Israel, hali inayozidi kuchochea mvutano mkubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, serikali ya DRC inatoa wito kwa dhati kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huu kuonesha kiasi kikubwa cha busara na subira, kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kuongeza moto wa vita na kupanua maangamizi ya binadamu na uharibifu wa mali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamini kwa dhati kuwa hakuna suluhisho la kweli na la kudumu na la haki linaloweza
kupatikana kwa kutumia njia za kijeshi. Vita havijawahi kuleta amani ya kweli, bali vimesababisha mateso, uharibifu, kuharibika kwa mahusiano ya kimataifa na kuzorota kwa ustawi wa jamii. Kwa mantiki hiyo, DRC inasisitiza kuwa njia pekee ya kufikia suluhisho la mzozo huu ni kupitia mazungumzo ya kweli, mashauriano ya wazi na diplomasia ya uwajibikaji. Serikali ya DRC inatoa rai kwa jumuiya ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na mashirika mengine ya kikanda na kimataifa kuchukua hatua za dharura za kuzuia kuenea kwa vita hivi na kuweka mazingira yatakayochochea kurejesha kwa hali ya utulivu na mazingira ya amani kati ya pande zinazozingana. DRC inasisitiza kuwa dhamira ya pamoja ya mataifa yote yenye nia njema inapaswa kuwa kulinda maisha ya raia wasio na hatia, kuhifadhi utulivu wa kikanda na kuhakikisha kuwa mvutano huu haugeuki kuwa janga la kimataifa. Katika kipindi hiki kigumu, DRC inatoa wito kwa viongozi wa Iran na Israel kuweka mbele busara ya kidiplomasia na kuheshimu kanuni za kimataifa zinazotafuta utatuzi wa migogoro kwa njia za amani. DRC ambayo sasa hivi bado inazidi kuonea wenzake huruma, na huku bado kwake pia kumewaka moto. Na ndugu mtazamaji wa BMP TV, ni hatari sana kwa sababu kuona kuwa unazidi kwenda kumpakusa mwenzako machozi na bado huku kwenye macho yako machozi bado yanazidi kutiririka, na ni kitu ambacho kinazidi kushangaza walio wengi na kuona kuwa mpaka serikali ifikie kuongea kitu kama na hichi, na kwake bado majonzi ni mengi. Na hivyo lakini njia au suluhu itazidi kutoka kwa vita ambavyo vinazidi kuendelea katika mashariki mwa DRC na hata pia mashariki ya kati. Amani itakuwepo kwa utulivu mkubwa zaidi. Serikali ya DRC inaamini kuwa ni kwa kupitia mazungumzo ya wazi, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati ndipo suluhu ya kweli inaweza kupatikana, suluhu ambayo itarejesha matumaini ya amani si tu kwa watu wa Iran na Israel bali kwa ulimwengu mzima unaowasirika kwa njia moja au nyingine na hali hii. Ndugu mtazamaji wa BMP TV, na huu ndo mwisho wa habari yetu hii ya leo. Kuwa nasi kila wakati kupata update kama na hizi katika ulimwengu huu wa sasa ambao unagubikwa na njia za kivita, na hapa ndipo ambako unapata update zote kutoka ulimwenguni mzima. Na mimi ni Mr. Orange, bila kusahau hii ni BMP TV. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi. Tukutane muda mwingine kwa majaliwa ya Mungu. Asante. BMP TV Professional Update.